Hatuna budi kuungana kwa pamoja kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na siha njema na kutuwezesha kushuhudia tukio hili la leo kwa mustakabali wa taifa letu. Ni tukio muhimu kwa kuwa sote tulilisubiri ili tuelewe uhalisia wa matukio ya Oktoba 25 na mwelekeo wetu kama taifa. Ndugu wananchi, niliunda tume hii kama ilivyo kawaida ya taifa letu kuunda vyombo vya uchunguzi yanapotokea mambo mahsusi yanayohitaji kuangaliwa kwa kina. Hii ni tume ya 6 au ya 7 katika historia ya nchi yetu. Katika awamu ya pili iliundwa tume ya uchunguzi wa vurugu na vifo katika kiwanda cha sukari Kilombero ya mwaka 1986 iliyoongozwa na Jaji Buxton David Chipeta. Awamu ya 3 tume ya uchunguzi wa kifo cha Luteni Jenerali Imran Kombe ya mwaka 1996 iliyoongozwa na Jaji Barnabas Samata. Tume ya uchunguzi wa tafrani baada ya uchaguzi kisiwani Pemba mwaka 2001 iliyoongozwa na Jaji Brigedia Jenerali Hashim Mbita, na baadaye mimi mwenyewe nikawa mjumbe kwenye kamati ya reconciliation ya tukio lile. Awamu ya 4 tume ya uchunguzi wa mauaji wafanyabiashara wa madini yaliyofanywa na polisi wa mwaka 2006 iliyoongozwa na Jaji Kipenka Musa. Tume ya uchunguzi ya uvunjifu wa haki za binadamu na vifo wakati wa operesheni ya wafugaji kutoka bonde la Ihefu na changamoto zake ya mwaka 2007 iliyoongozwa na Jaji Othman Chande, huyu tuliyemtumia tume hizi. Tume zote hizi matokeo yake hayakuwa bayana, lakini awamu ya 6 kama mnavyojua tuliunda tume ya kuangalia mfumo wa haki za jinai na haki za wananchi, mwenendo kesi za jinai na haki za wananchi. Lakini pia tume hii ambayo imechunguza matukio ya vurugu kabla na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 ya Jaji Othman Chande, na tume hii tulitangaza bayana na leo imetupa matokeo ya uchunguzi bayana. Ndugu zangu, kwa muktadha huo nitumie fursa hii kukupongeza sana Jaji Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, makamishna pamoja na secretariat ya tume kwa kazi kubwa mlioifanya kwa juhudi, weledi na uzalendo mkubwa. Mmefanya kazi katika mazingira magumu, mmeweza kuvivuka vihunzi vyote na kudhihirisha uwezo wa nchi yetu kushughulikia changamoto zake wenyewe, tena kwa kutumia methodolojia na viwango vya kimataifa. Aidha, naungana na mwenyekiti wa tume katika kuwashukuru sana wananchi waathirika wa matukio ya Oktoba 2025 sambamba na wakilishi wa makundi maalum na asasi za kiraia, viongozi wa serikali waliopo kazini na wastaafu, na viongozi wa vyama vya siasa waliojitokeza mbele ya tume. Ushirikiano wenu kwa tume umedhihirisha utayari wenu kushiriki safari hii ya kutibu majeraha yaliyotusibu au yaliyolisibu taifa letu. Vile vile, naishukuru jumuiya ya kimataifa na nchi marafiki kwa kuonesha kusikitishwa na changamoto hii kubwa katika historia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa alimtuma mjumbe maalum Mheshimiwa Balozi Parfait Onanga Anyanga. Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Madola alimtuma mjumbe maalum Rais mstaafu wa Malawi Mheshimiwa Dr. Lazarus Makathi Chakwera, na vile vile Umoja wa Viongozi Wanawake wa Afrika AULAN ukiongozwa na mwenyekiti wake Rais mstaafu wa Jamhuri ya Liberia Mheshimiwa Ellen Sirleaf walikuja nchini kufuatilia yaliyotokea. Wote hao tumefanya nao mazungumzo na mashauriano yenye kulinda na kujenga hadhi ya nchi yetu. Wote wametuhakikishia utayari wao wa kushirikiana nasi katika hatua yoyote ambayo tutaona tunahitaji msaada na ushirikiano zaidi. Na washukuru pia wadau wote waliokubali kukutana na wajumbe hao maalum
wakiwemo viongozi wa vyama vya siasa. Kwa upande mwingine, wapo waliotumia matokeo ya Oktoba 2025 kutusimanga na kutunyoshea vidole. Hatukushangaa sana kwa sababu mitazamo ya wanadamu haifanani, na kulikuwa na upotoshaji mkubwa wa habari za tukio lilo uliofanywa na vyombo vya habari, hususan vya nje ya nchi na vya kimataifa. Kwa desturi ya waungwana, linapotokea jambo la hasara na kuumiza mioyo, matarajio ni kufarijiwa badala ya kuzodolewa. Kwa vyovyote vile, walioumizwa na tukio lile ni sisi wa Tanzania. Ni sisi tuliopoteza watoto wetu. Ni sisi tuliopoteza ndugu zetu, jamaa na marafiki zetu. Kwa hali yoyote ile, walioathirika ni Watanzania kwa ujumla wetu. Haiwezekani mtu mwingine asiye Mtanzania awe na uchungu zaidi kuliko sisi Watanzania. Haiwezekani. Lau kungekuwa na uwezekano, tunatamani siku zirudi nyuma. Yaliyotokea Oktoba 2025 yawe hayakutokea, na historia ijiandike upya ili tuweze kufuta doa tuliloingia. Hata baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amewahi kusema katika moja ya hotuba zake kuwa wakati tunapata uhuru, tulichoachiwa na wakoloni halikuwa taifa, bali mkusanyiko wa makabila. Lakini kwa dhamira na utashi wa waasisi wetu, waliamua kujenga taifa moja imara lisiloendeshwa kwa misingi ya kidini, kikabila au hadhi ya mtu, na ambapo lugha yetu adhimu ya Kiswahili inatumika kama nyenzo ya kutuunganisha pamoja na kudumisha na kuimarisha utaifa wetu. Mwaka 1991 pale Mwalimu Nyerere alipojitokeza mbele ya Watanzania kujenga hoja ya taifa kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa, lengo lake lilikuwa kuweka mazingira ya kupambanisha fikra na si kuleta vurugu. Pamoja na hayo, kipekee kabisa narudia kuwashukuru sana wananchi kwa kutoendeleza vitendo vya uvunjifu wa amani licha ya hamasa zilizokuwa zinafanywa hususan kupitia mitandao ya kijamii. Akimaanisha haiwezekani kuinyonya Afrika ikiwa imeungana. Kwa bahati mbaya, ndoto yake ya kujenga taifa moja la Afrika, yani the United States of Africa, haikutimia hadi leo. Afrika ingali vipande vipande na bado haijajikomboa kiuchumi. Hapana shaka falsafa hii inazihusu pia nchi moja moja, kwamba nchi ikiwa na umoja na mshikamano itakuwa vigumu kuinyonya na kuitawala kisiasa au kiuchumi. Mataifa mengi yenye rasilimali nyingi yamehujumiwa na kuingizwa kwenye migogoro ili kurahisisha uvunaji wa rasilimali zilizomo kwenye nchi hizo. Na kwa hakika moja ya sababu kubwa ya umaskini wa Afrika ni migogoro ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, ambayo ukifuatilia kwa karibu wapiganisha yupo nje na anaendelea kufaidika na rasilimali za nchi hiyo. Ndugu zangu wa Tanzania, umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Niwaombe sana tuendelee kuimarisha umoja na mshikamano wetu ili tusitoe nafasi ya kuvurugwa na maadui wa nchi yetu. Waheshimiwa viongozi na Watanzania wenzangu, katika nukta hii ninaelekea sasa kuzungumzia matokeo ya Oktoba 29, 2025. Huwa tunajidanganya tusiposema ukweli kuwa yaliyotokea wakati ule yalitikisa taifa letu. Kwa kweli yalitutikisa. Waswahili tunasema kupotea njia ndio kujua njia. Tumegusa kala moto na tumejifunza. Tume imetueleza kwamba uchunguzi umebaini kuwa ghasia zilizotokea zilipangwa, ziliratibiwa, zilifadhiliwa na kutekelezwa na watu wenye mafunzo
na vitendea kazi vya kufanyia uhalifu na uharibifu. Hali kadhalika imebaini kuwa malengo ya wahusika hao yalikuwa ni kuvuruga uchaguzi na kutengeneza ombwe la uongozi ili nchi isitawalike, na ndio maana ghasia zilianza siku ya uchaguzi. Ili kutimiza azma hiyo, tumeelezwa kuwa wahusika walilenga miundombinu muhimu na kuvuruga mfumo wa huduma za jamii ili kuathiri uchumi na kuidhoofisha serikali. Wataalamu wa sayansi za siasa mliopo hapa nasi na yoyote mwenye uelewa masuala ya uongozi wa nchi, mnaweza kutafakari nini kingetokea endapo malengo ya wahusika wa ghasia au vurugu zile yangefanikiwa. Bila shaka jitihada za vyombo kudhibiti ghasia na vurugu zile ndio imefanya Tanzania iwe leo ilivyo. Vinginevyo tungekuwa tunazungumza hadithi nyingine. Lakini hapa, mwenyekiti, haimaanishi kuwa kwa wale ambao tutabaini wamekiuka sheria na taratibu za kazi zao kwamba hatutawajibisha, tutawajibishana. Waheshimiwa viongozi na Watanzania